walikuwa wanaongelea shukrani, nami naye nataka ninene juu ya kugeuka. Beti, kwa lugha yenu mnahitaji kugeuka? Silipi akusaidie change. Kugeuka Change. Beti, saidia hawa kugeuka. Amjata lugha yenu kugeuka. Kugeuka. Wewe mama anu saidia hawa kugeuka. Look behind them. Kugeuka. Yo madanganya. Wewe karo kwa lugha yenu kugeuka. Ndio hiyo. Kwa hivyo nataka tuangalie katika Isaya 38 mstari wa kwanza. Nataka tuangalie katika Isaya 38 mstari wa kwanza, ya kwamba mwanadamu ya kawaida ni lazima ugeuke. Maana labda umekuwa ukiendea hii direction na mtu amekuita, ni lazima ugeuke. Mwenye mepata apata kusoma Isaya 38 mstari wa kwanza. Je, jamani, tuwe wanafunzi ambaye tunajua mahali tunaenda. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Kwa hivyo utakuta mahali pale, huyu ni Hezekia ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Huyu ni Hezekia ambaye alikuwa anajua neno la Mungu. Huyu ni Hezekia ambaye alifanya kazi vizuri katika neno la Mungu. Kwa hivyo alikuwa na uwezo na mamlaka katika ile kazi. Lakini kuna mahali ilifika Hezekia akakuwa backslide, akarudi nyuma, akatoka katika huduma, akakaa na kikundi ambao hawajui neno la Mungu, akakaa na watu ambao ni wapotevu, akakaa na watu ambao labda alikuwa anaishi katika masengenyo, walikuwa anakaa na watu ambao walikuwa na wivu. Kwa hivyo alitoka katika neno la Mungu. Kama vile wewe na mimi asubuhi ya leo tunaweza kutoka katika neno la Mungu tuwe katika mambo zetu. Kwa hivyo maandiko inaweka wazi ya kwamba siku moja Hezekia huyu akaungua, yaani akagonjeka, akakuwa na ugonjwa ambaye haina tiba. Kwa hivyo Biblia inaweka wazi ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Hezekia, Isaya. Na Isaya Mungu akatuma akaenda kwa Hezekia, akaambia Hezekia ya kwamba mambo yako, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana unaenda kufa. Jina la Bwana litukuzwe. Alipoambiwa mahali pale, Biblia inaweka wazi ya kwamba Hezekia aligutuka, akasema kumbe nimepotea, nimeondoka katika neno, nimetoka nje ya neno, siandamani na neno tena. Akajihurumia. Baada ya kujihurumia, akakuta kwamba kitu ambaye atafanya ni kurejea katika neno la Mungu. Na kwa hivyo utapata kwamba wakati mwanadamu anapokosa na kurejea katika neno la Mungu, Biblia inasema kwamba kuna msamaha. Hata kama ulikuwa umeua, hata kama ulikuwa umefanya vitu gani, lakini unapokubali na kukiri na kugeuka, bado kuna msamaha. Maandiko inaweka wazi ya kwamba msamaha iko. Mahali hakuna msamaha ni mwenye atafuru Roho Mtakatifu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo wakati ambaye tumeona tumetenda dhambi na tumerejea katika mkono wa Bwana, bado kuna msamaha. Na mimi mara mingi wanaambia hivi, hata wakati unapokuwa na kwa maombi, hata wakati ambaye
umetambua kwamba ulienda kinyume cha mchungaji, ulienda kinyume cha huduma kwa matamushi ama kwa chochote, kitu cha kwanza, na unaporejea mwambia Mungu, ninaomba msamaha, nilienda kinyume cha hii, lakini sasa nimerejea, naye Mungu hatakupokea. Siseme amen. Soma mahali ulikuwa umefika. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Basi Hezekia baada ya kuambiwa unaenda kufa, maandiko inasema Hezekia aligeuka, akajua nimetenda dhambi. Wacha niwaambie, mara mingi nimefundisha mahali hapa, wakati unaingia kwa shida na uligharamika kwa sababu ya kuleta kiti hii katika kanisa, Mungu utakumbusha Mungu, naye Mungu hatakuacha. Acha kukaa katika hali ambayo haieleweki. Wapendwa, ukisoma mambo aliyokuuza Hezekia, Biblia inasema kwamba aligeuka, na baada ya kugeuka kuna maneno alikumbusha Mungu, kuna maneno aliyonena, naye Mungu akasikia. Hebu soma. Akasema, he Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Akaambia Mungu, kumbuka nimekuja mbele zako katika ukweli na ukamilifu, sio mambo ya kufaka mdomo kwa mafuta kwa mdomo. Ni mambo ambaye inahitajika itoke ndani ya moyo wako. Naye Mungu, ni kwa sababu umegeuka na ugeukia Mungu, naye Mungu hawezi kukuacha. Jina la Bwana litukuzwe. Waangalia katika maisha ya mwanadamu, wanadamu wengi wamekuwa wakisema kwa midomo, hata wanasiasa hawa wanasema kwa midomo, lakini ndani ya moyo wake yeye ndio anajua kenye anataka kufanya. Kwa hivyo katika wokovu, wakati ambao tumetenda dhambi ama unakosana na mtu na unafanyiwa kitu unaitwa urejesho, kuja na moyo wako wote na uwe wasi ya kwamba hii nilitenda, lakini sasa nimekuja kutubu, naye Mungu hatakuacha. Nini alifanya Sauli? Sauli alikuwa kiongozi, maana Waisraeli walipouliza ya kwamba tunataka mfalme kama nchi nyingine, Mungu akasema it's okay. Wakapewa Sauli, na alipopewa Sauli watu waliendelea kutenda dhambi, na Mungu akatuma Sauli ya kwenda enda angamiza. Sauli alifanya nini? Wasome Biblia. Aliangalia wamama yenye wameng'ara akaweka kando, akachagua ng'ombe yenye amenona akaweka kando. Na wacha tukuje kwa Kiswahili vizuri, mtu ambaye ni mzito tunasema amenona ama amenenepa. Kwa mwanadamu ndio kunenepa, kwa mnyama ndio kunona. Okay, sawa. Sasa utakuta mahali pale neno la Mungu likaweka wazi ya kwamba tunapokaa wakati ambaye Mungu anataka tugeuke, ni lazima tugeuke. Sasa maandiko imeweka wazi ya kwamba Hezekia alisema nimekuja na ukweli na ukamilifu na utiifu, naye Mungu hakupingana naye. Mungu akakubali na Mungu akamuitikia. Kwa hivyo hata mahitaji yako asubuhi ya leo, hakuna jambo haisiowezekana kwa Mungu. Nataka niwaambie mwanadamu ambaye huko chini ya jua kuna malaika ambaye anamlinda. Wewe uko peke yako? No. Wakati Musa alipopoteza maisha, nani aling'ang'ana na shetani? Kwani alikuwa ni Mungu? Alikuwa ni malaika. Naitwa malaika nani? Hiyo tena wasome Biblia bwana, msione kama mwili.
Nani alikuwa anang'ang'ana na mwili ya Musa ambaye alitumwa na Mungu? Musa nani? Mungu akwenda mahali pale, Yesu akwenda mahali pale, ni malaika Gabrieli ama malaika. Kuna Gabrieli na malaika ni ngapi natajwa katika maandiko? Shida iko wapi? Si nyote mwasoma ziara hii. Kuna Michael, si ndio? Na kuna Gabrieli. Gani ndio alienda kung'ang'ana na mwili wa Musa? Ni Michael. Sasa utakuta kwamba wewe hauko peke yako. Shetani ainuke, asimame, atembee, afanye fitina, hauko peke yako. Na niliambia hapa kitabu ya kwamba njia ya kupukuza shetani sio kupika mguu chini. Yo mguu itagonjeka, utashindwa kutembea. Njia tatu ambayo tunatumia kupukuza shetani ni kwa damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo na ushuhuda ya watakatifu. Tatu tosha. Wacha kutokichia Mungu. Inaitwaje? Hii ya Katoliki. Mchuma. Na hapana kama Lejo Maria, wewe unaenda kubeba magogo ati ndio Mungu. Wakati unaenda kulala, Mungu analala kwa baridi. Toka huko. Ni neno la Mungu aliyo hai ya kwamba watu ni lazima wafundishwe na wageuke wajue Mungu yao ni nani. Soma mahali ulikuwa umefika. Akasema, he Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Mungu alisikia kilio cha Hezekia kwa sababu alipokuwa katika hekalu alitenda mambo mazuri. Na baada ya kutenda mazuri, baada hata ile magonjwa, Hezekia alitubu, naye Mungu akaongezea miaka 15 ya kuishi tena, na alikuwa anahitajika hakufe leo hii. Kwa hivyo dhambi zako ndogo ndogo usifanye Mungu hakuache nje. Juzi mahali hapa tulijifunza, Jumapili iliyopita tulijifunza ya kwamba Dorokazi alikuwa na matendo mazuri na alikuwa ni mama, lakini matendo yake elifanya akapupuliwa hata wakati ambao alikuwa ameondoka katika ulimwengu, naye Mungu akasababisha akaamuka tena. Kwa hivyo dhambi zako ambayo ulitenda usifanye uwe mbali na Mungu wako. Hii ndio wakati yako ya kutubu. Hii ndio wakati yako ya kurejea katika neno la Mungu, maana Mungu hana makusudi ya kufanya wewe ukae duniani. Wapendwa, ni wakati ambaye kuna wakati ambaye maadui ya Elisha walitembea, walikuwa wanataka kuangamiza Elisha. Lakini mfanyakazi wake alikuwa anaitwa nani? Gazi ama nani? Alipoona akaona tunaangamia, lakini Elisha alisimama akaambia, tazama, malaika Mungu amewatuma zaidi ya mamilioni. Kwa hivyo hao watu ni wachache. Na maandiko ikaweka wazi ya kwamba wale maadui, Elisha alisema, Mungu funga macho yao na akili yao wasiwaone. Na Mungu alitenda hivyo, na Elia akaongoza mpaka akawepeleka Samaritan, ambaye ilikuwa ni maadui zao. Walipofunguliwa macho, wakakuta tayari wametoka katika nchi ya Israeli, wako katikati ya adui yao. Na huyo ndio Mungu ambaye tunanena naye asubuhi ya leo.
Maandiko inasema kwamba Mungu akiwa katika upande wetu, ni nani ataenda kinyume na sisi? Hakuna. Kwa hivyo silaha za ukombovu za wanadamu, silaha za kiburi ya wanadamu, silaha za adui ya wanadamu hatapata nafasi katika watumishi wa Mungu. Si kama tunaamini hivyo? Wapendwa, hakuna silaha itakayoinuliwa. Maana watu wengi wanaona kwamba ni kama ninapotoa washiriki watafunga huduma, wewe utaangamia, huduma itasonga mbele. Hiyo ndio mimi niko na imani hii. Kwa hivyo watu wa Mungu, matatizo ambayo unaona, kama Mungu alisikia Hezekia akaongezea miaka, ni nini itafanya Mungu haziondoe shida yako? Ni nini itafanya Mungu hazikusikie? Soma Isaya 1:18 nikimalizia. Bedi nilikuambia juzi na jana na kesho, kwa sisi wa Luya ya Western, ukishika hapa uko mahali pabaya. Labda nasemanga tu wasi sifishi, kwani nafisha nini? Isaya 1:18. Nasema hivi, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Haya njooni tusemezane, asema Bwana. Yeye mwenyewe Mungu anasema kuja tusemezane na wewe. Hajesema tumsemezane na mchungaji, hajesema msemezane na mtoto wako, hajesema msemezane na mzee yako. Njoo tusemezane. Hayo ndio kinywa cha Bwana amenena, ni kwa sababu ya wewe kama mwanadamu. Endelea. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama dhambi zako, hata kama umetenda dhambi aina gani, lakini unaporejea kwa Mungu, Biblia inasema ya kwamba atabadilisha ile dhambi zako. Ilikuwa kama damu, itakuwa kama thuluji, yaani kitu ambaye ni nyeupe, ama tunaweza kusema kama pamba. Nani amewahi kuona pamba? Nani amewahi kufuna hiyo? Beti ulifuna mara mwisho? Ama hata uje pamba ni nini? Karo, umewahi kufuna pamba? Hiyo ni nini nimefanya kwa muda mrefu? Nimefanya hata hiyo kazi kufuna. Na kujaza kilo moja inachukua karibu 6 hours. Ndio ujaze kilo. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba hata kama tumetenda dhambi, dhambi ni chochote ambaye ni kinyume cha maandiko, Biblia inasema kwamba ni dhambi. Na wakati tunaporejea katika neno la Bwana, dhambi zetu itakuwa nyeupe, yaani Mungu atafuta, atatuondolea ili tupate uhuru. Paulo akasema nini katika Korintho? Ya kwamba wakati mtu anapookoka amefanyika kiumbe mpya, maana ya kale imeondolewa. Sasa wewe ulipojua neno la Mungu, Biblia inasema kwamba umekuwa huru, umefanyika kiumbe mpya. Sasa ni wewe, ni ya kwamba ugeuke na utoke katika mambo ambayo ulikuwa naye. Endelea soma. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali neno la Mungu na kutii sauti ya Mungu, mtakula mema ya nchi. Kwa nini tunalala njaa? Kwa nini tunalia guruguru? Kwa nini tunalia kazi? Ni kuonyesha kwamba kuna dhambi tumekatalia. Unaona, asilimia kubwa, sijui kwa na kina Karo, asilimia kubwa ya kabila yangu saa hizi, sisi ni namba 2. Ukienda tauni, sisi namba 2. Asubuhi watu yangu wa Bungoma,
ukikutana na yeye salama asubuhi na mapema, nje alawazi, na upate Mturkana hata kama anapaa suti, habari yako akorobwana which is which. Na hiyo imefanya hata wamesumbua gavana hapa amekosa amani. Na kitu ambayo imekuwa ikinichanganya ni ya kwamba sijui ni system, sijui waliweka every Friday Waturkana mpaka atoke Kisongo wanaitana wanatembea na mkebe. Sasa hata Wahindi wamejua. Wapendwa, kuna kiwango ambaye unaweza kujiweka na kumbe umesahau maandiko inasema nini. Maandiko inasema kwamba mkikubali neno langu na kutii, mtakula mema ya nchi. Wewe ndio unahitajika ukule hiyo mema ya nchi, lakini kwa sababu wewe hautaki kudai, kama ni vile hujafanya mafundisho, hujapata mafundisho, imeleta shida. Wapendwa, tunapotubu na kucheka neno la Mungu, Biblia inasema kwamba wala watoto wetu hawatalala njaa, maana tunapotegemea Mungu naye Mungu anatuongoza. Biblia inaweka wazi katika Mathayo ya kwamba kwa kuwaje mwanadamu ya kawaida wakati mtoto wake anaomba mkate hatampa jiwe, atampa kitu ambaye anastahili. Wewe ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, lakini tunapeana kitu vizuri kwa watoto wetu. Na kama tunapeana, je, Mungu kwetu sio zaidi? Hapo ndio atakakana tuangalie. Kwa nini sisi tunalia January to January? Na hivyo tunaenda kwa ile mafundisho ambayo nilikuwa nafundisha kwamba the lazy man, mtu ambaye ni mpifu, anajua tu kurucha mkono kwa sahani na mdomo, lakini hataki kujituma. Na hivyo ndio imeletea watu wengi shida. Leo hii ukiangalia katika Kenya hii, wakisikia mbunge amekufa, watu wanajua hapo bajeti ya mwezi mmoja tumefunguza. Wapendwa, Biblia inasema kwamba tukitii neno lake na kuheshimu neno lake tutakula mema ya nchi. Wapendwa, mema ya nchi imewekwa kwa sababu ya wewe na mimi, maana Mungu ametusaidia. Hebu soma kumalizia hapo. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kama mtakataa wokovu na mamlaka ya Mungu, Biblia inasema kwamba tutaangamizwa kwa upanga. Upanga hii inaletwa na shetani. Shetani ataleta magonjwa na matatizo yake. Na wacha nirudi nyuma kidogo. Shetani ni nani? Tuende hapo. Nyinyi wote mnajua shetani. Shetani ni nani? Maana nimefundisha mara mingi mahali hapa. Shetani ni nani? Roho wa giza anaishi kwa ndani ya mtu. Hiyo ni ile hesabu watu wenye alitoka shule juzi. Beti saidia sisi. Hiyo ni masomo yake. Beti saidia sisi. Tunaenda, hapana chelewesha sisi. Uzuri ni ya kwamba mimi nimewahi kuwa mwalimu adult education. Adult education huwa tunasema hivi. Ukiambia mzazi 1+1 atakuambia ni 4. Usiseme ameanguka. Nasema hapana, umejaribu lakini ujikaze. Hiyo ndio mambo ya kombaro. Lakini sasa hapa ninasema kwamba wakati mimi nimekosana na Silvia, sasa mimi nimekuwa shetani na Silvia, na Silvia amekuwa shetani yangu. And that's all. Yaani bara tu mupitane kwa njia yoyote, ile communication, upendo imekatika kiasi. Sasa hiyo ndio sasa shetani. Shetani ni mwanadamu mwenzako.
wacha kuenda mambo mingi. Hata kama ni mzee wako mmepitana naye na mweni pamoja, sasa hiyo ni pepo na pepo imekongana. Wapendwa watu wa Mungu, Biblia inasema kwamba kama tutakubali neno la Mungu na kutii na tugeuke kama vile Hezekia alipogeuka akatafuta Mungu katika ukweli, hapo ndio Bwana atawachilia baraka juu yetu. Na kuna wakati nilikuwa nafunza hapa ya kwamba kuna baraka, na baraka iko katika neno la Mungu, haiko katika mahali popote. Kwa mwanadamu ni mafanikio. Yaani kuna vitu ambaye Mungu ameahidi ya kwamba hata kama utahitaji, inafika mahali unasahau. Mungu sio mtu wa kusahau. Itafika mahali unaona njia imefunguka, unashindwa kwani ilikuwaje? Na kumbe hilo jambo ulikuwa unauliza Mungu miaka 10 iliyopita. Inakuja inatokea huko. Simama na miguu yako miwili. Ya kwamba mahitaji yako leta kwa Bwana. Maadui yanayoinuka hawatainuka tena. Wakati ambaye tunaomba mahali yako na tunashikana kama kanisa na roho moja. Maana wakati wanafunzi wa Yesu walipokuwa pamoja, ilikuwa 120, walikuwa akiomba. The day of the Pentecost. Hiyo ni Matendo ya Mitume 2 mstari ya kwanza, ya kwamba walikuwa pamoja, lakini roho iliwachukia na wote wakanena kwa lugha. Yale ulitenda Bwana, utatenda tena. Silaha zote anayoinuliwa kinyume yako katika madhabahu hayo tunaenda kuharibu, haitainuka tena. Haijalishi watu watasema nini, haijalishi watu watanena kinyume na wewe, haijalishi watu watasema nini, lakini wewe kubali na kugeuka kama vile Hezekia alipogeuka. Mungu ana mpango vizuri juu ya maisha yako. Dada ile nyumba kuabudu. Uangalie na unaamini ya kwamba Bwana atatenda. Hezekia aligeuka, maana alijua mauti iko mbele zake. Maadui yake walikuwa wengi. Maadui ya aibu aliinuka, mpaka hata mama watoto aligeuka, lakini adui aibu haikutingizwa. Ulilotenda kwa Hezekia Hana kama Hezekia alipogeuka Bwana. Hani Mungu Baba tumegeuka Bwana. Mungu Baba utenda. Roho zote ni mali yako. Baba nimesimama nikiwa mtumishi wako. Uliyotenda kwa Elisha. Asante kwa sababu anatuishi Bwana. Asante Baba ni kwa sababu tumeona. Asante Baba ni kwa sababu unatoa. Asante Baba ni kwa sababu ana Mungu Baba kwako Bwana. Hata kama tumeenda dhambi, Mungu Baba unaenda kutusamehe. Ana Baba kuna nafasi ya msamaha kwa wote waliotubu na kurejea katika neno lako Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu wa nchi ya milele, mkombozi wa Israeli, falme wako limetawala mahali hapa Bwana. Hadi popote umekimbia Baba, imefeneka na damu yako Bwana. Najua kuna silaha imeinuliwa, lakini tunaitaka haitafaulu. Najua kwamba amekutenda ndani. Hana Mungu Baba ulikuwa na sababu. Na nikaroa kwa mahali yako na kwa niaba yako Jehova. Wewe kama umesimama ya watu fulani kwa hapa tumesimama. Kwa sababu ya silaha zote anayoinuliwa kinyume na ndoa ya dada, anayoinuliwa kinyume
katika maisha yake. Mungu Baba, simama naye. Mungu Baba, simama naye. Tumeungana kama kanisa, tumeungana kama ushirika ya kwamba utapigania katika hekalu lako Bwana. Baba, nilipokea Baba kwa naye na kutenda kazi Bwana. Mungu Baba, urejeshe kama vile uliporejesha Zeka, kama vile uliporejesha Zeka. Hadi Mungu Baba, asubuhi ya leo hawa ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 5 Baba, ninatangaza ushindi Bwana. Wewe awidada Bwana, katika mwili wake Bwana, katika watoto wake Bwana, katika kazi ya mikono yake Bwana. Wasababisha mambo makuu, wasababisha mambo makuu, wasababisha mambo makuu, wasababisha mambo makuu. Haleluya. Tunakushukuru Baba. Oh Baba, tazama ninakuinua Baba. Mfalme wako Mungu Baba, tazama Hezekia alipofika wakati wake wa kuugua, nabii Isaya aliweza kumfikia na akamwambia kwamba ageuze mambo ya nyumba yake, kama sivyo atakufa. Mungu wa ajabu, najua ya kwamba wewe ni mwaminifu, umetuelimisha na umetuonya siku ya leo ya kwamba tumeenda kinyume na mapenzi yako, tugeuke na tuweze kurudi ukutani, ili mfalme wa amani tuweze kunena na mioyo zetu. Kwa hivyo ni asubuhi nyingine njema ambapo Bwana tunaomba msamaha ya kwamba ukaweze kutusamea, maana mioyo zetu zimenena, zimekwazika, zimeshiriki kinyume na neno lako. Tunaomba Bwana ukaweze kutusamea. Asante Mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Tuamini ya kwamba tunapogeuka ukutani, Mungu unaweza kutusamea, na hata Bwana unaweza kuongeza hata miaka zetu za kuishi katika ulimwengu. Maana najua ya kwamba unapotuongezea mwaka, umetupa nafasi ya kuweza kuendelea na kuweza kukuabudu wewe Jehova. Asante Mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Labda Mwokozi, tumekutenda kwa kuwaza, tumekutenda kwa kufikiria, tumekutenda kwa kushiriki na kukanyaga. Mioyo zetu zimenena kinyume na mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaomba Bwana ukaweze kutusamea, maana Roho yako Mtakatifu akasema ya kwamba eti wewe ni mwingi wa rehema, au gairi mabaya juu ya mwanadamu. Kwa hivyo Mfalme, tunajua ya kwamba tunarejea mikononi mwako, tukijua ya kwamba Bwana utatusamea na hata Bwana utaturejesha mikononi mwako Mfalme, jinsi ulivyorejesha mtumishi wako Hezekia. Mungu wa ajabu, tunakuja miguuni pako tukinyenyekea, tukisema Bwana, tuomba Bwana msamaha ya kwamba ukaweze kutusamea. Kanisa lako mikononi mwako Mungu wa ajabu, kaweze kutuinua jinsi upendavyo Jehova, kaweze kutubariki jinsi upendavyo, kaweze kutusimamisha kwenye neno lako jinsi upendavyo Mwokozi. Asante Mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Wacha wale wote ambao wamesikiza neno lako wakaweze kurejea mikononi mwako, ukaweze kuwaonyesha mwanga usiosimika Jehova. Asante Mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana unaweza. Kwa damu ya Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Kupiga sadaka, hata kupiga bambia hakuna mtu anajua.